serikali ya Kenya Kwanza UDA. Mr. Speaker, nataka kwanza kwa hii story ya Chan. Mr. Speaker, imefika mahali wa Kenya saa zingine tuache upumbavu na ujinga mingi. And I'm very sorry for this. Sijui una expect serikali kufanyia nini unapoenda kutazama mpira wa Chan. What the Kenya government has done imekujengea kiwanja. Leo hii wanamanisia pale inaitwa aje inaitwa ngaje? Ya kuangalia whatever. In the mistake the football. What are they finishing with? Ani leo hii kuna Mkenya anataka serikali pia imlipie aende pale kutazama Chan. Yani the government should accommodate us kwa kiwanja. Na muda sikuja kudanganya propaganda zingine hapa kwamba ati kuna tiketi ambazo zimenunuliwa. Those are mere propaganda that we cannot even give a time to listen to. Hatuwezi kiza propaganda kama hizo. Wewe kama uko na pesa enda pale Kasarani ama Nyayo utazama mpira. Na kama uko na pesa zaidi enda pale Tanzania, enda Uganda, you will watch the football. Hii mambo zingine zote ni propaganda. We cannot even give them a chance to go on the floor of this house, Mr. Speaker. Hiyo ni propaganda tupu. Sisi tunaombea Harambee Stars ushindi, wangangane, wafanye vile Wafcon walifanya pale Nigeria. I saw some of them were being given 3 bedroom and 13 million shillings. That's what we want Kenyan Harambee Stars to do. Ruto afanye hivyo. Apatie our players trophies nzuri after giving us victory. That's what we want, Mr. Speaker. Number 2, Mr. Speaker. We are talking about this issue ya kwamba eti expressway. No, at expressway hawezi kuzungumzia kwa sababu expressway tulizungumzia about it wakati ilikuwa inatengenezwa. Expressway ilitengenezwa wakati wa Uhuru Kenyatta alipokuwa rais wa Kenya. And we all talked about these things on this floor of house. Hii si mara ya kwanza kuzungumzia hii kitu. Na hiyo kitu that private company ambayo iko China ilishirikiana na familia moja hapa Kenya ambayo tunaijua ya Uhuru Kenyatta na ni Mama Ngina Kenyatta ambayo tulimtaja. Si mara kwa tunamtaja hapa. We talked about Mama Ngina Kenyatta ambaye alikuwa pale ndani. Yeye alishirikiana na hiyo kampuni na hiyo company ambayo ilikuwa pale China. Ni wakatengeneza hiyo barabara and tukajua vizuri kwamba that railway hiyo barabara lazima ilipiwe. Na iko na muda wa kulipiwa. Mheshimiwa Speaker, mimi naomba mbunge mwenzangu anipe information mahali ambayo hii private sector inasema kwamba Kenyatta family walishirikiana pamoja kufanya tendering ya hii biashara. Kwa sababu umesoma, kabla usome nilikuwa najaribu kunongonezea marafiki zangu hapa. Yeye kama mbunge atuambie, kwa sababu amesema wanajua family ambao walishirikiana hii mambo ya biashara. Atuambie kwamba documentary inasema hii na hii ndio bank Kenyatta family walifanya na biashara through hii partnership. Thank you. Isikuwe tu propaganda. He's talking about the information I got through the Daily Nation. Wamekuja na hiyo propaganda. Na hiyo ni propaganda. Wewe uko na hiyo umesoma hapo. Haya ni mjibu. Mr. Speaker, in Kenya we have very funny Kenyans. Ambao kitu inazungumzwa jana, kesho ikifika wanamesahau, wanaongea story nyingine. Ken. Tuko kwa bunge. Mr. Speaker, hatuwezi allow hizo ni wakati Uhuru Kenyatta amekuwa rais wa Kenya. That's what the time hii kampuni kutoka China ilikuja hapa Kenya ikademand kwamba inataka itengeneze barabara an expressway. Na hii kampuni ilikuwa inataka kushirikiana na serikali ya Kenya. And that time Kenya ilikuwa na uhaba wa pesa. Haingekuwa in a position. Then Uhuru Kenyatta by then was the president of the Republic of Kenya, alikuwa na very big influence. Na akakisha kwamba because their family wako na uwezo, wakaamua kwamba the family to partner with that company from China na wakashirikiana. Na hii kitu tulizungumzia hapa. Na ilikuwa all over in the news houses ambao tulisoma na tukaona. But leo hii tunajifanya kwamba tulisahau story. Hiyo kampuni under the government of Kenya na influence of Uhuru Kenyatta as the former president of this republic wakatengeneza barabara in a condition kwamba watakuwa wanajilipa until hiyo mkataba wao uishe, then hiyo barabara inabaki kwa mikono ya Kenya. Leo hii pesa yote ambayo inalipwa kupitia hiyo barabara expressway inaingia kwa mkoba wa familia ya Kenyatta.
ambao wanajilipa pesa yao walitumia kutengeneza barabara ya expressway. Enda usome vizuri. Go and read about it. Hatuwezi danganya kama wewe unataka kudanganya wa Kenya, you can't lie to people like us ambao we follow and each and everything ambayo inafanyika hapa Kenya. So hii muda ipoisha, after Kenyatta family kupata familia ni ushuru ni faida yao, watarudisha barabara kwa serikali ya Kenya ama kwa wananchi wa Kenya. Then from there itakuwa now any money we get from expressway itaingia kwa mkoba wa serikali. That is the agreement ambayo ilikuwepo. And that is that, Mr. Speaker. No problem. The last one, Mr. Speaker. Tulikuwa tumemfikia Neno na kumbusho. Wote Uganda suluhu. Vision 2030. Now, the Vision 2030, Mr. Speaker, iliandikwa 2008. Wakati Kibaki alipokuwa rais wa Kenya. Watu wasikuja hapa na propaganda kutuja kutuambia kwamba ati Kenya kwanza lazima wakuwe na one agenda to run. Mr. Speaker, we are here to ensure that we transform the Republic of Kenya. And we are working on it to ensure that we reform and we transform the Republic of Kenya through you youth ambao mmekaa hapa. Mr. Speaker, agenda ambayo iliandikwa under Vision 2030, it was on a blueprint. Iko kwa blueprint ambayo imeandikwa ambayo ina run for 30 years, Mr. Speaker. The Vision 2030 ilikuwa inaendelezwa na any government that takes over from the previous government ambayo imekuwepo. Kibaki alifanya wakati wake akaachia Uhuru. Uhuru akamaliza, William Samoei Ruto anaendeleza. So huwezi kuja kutuambia kwamba ati wewe unataka Ruto akuwe na agenda moja ambao wewe unataka aendeleze, Mr. Speaker. All Vision 20 ambao tumebakia miaka 5 ambao tumemalizana na Vision 2030 ambayo ilikuwa imekamilika. Kwa hivyo mimi nataka kuomba wa Kenya kwamba William Samoei Ruto anahakisha kwamba Vision 2030 is visualized and is accomplished, and that is our main agenda in this republic, Mr. Speaker. Kwa hivyo sisi tunasema hivi kwamba William Samoei Ruto anapomaliza muhula wake wa kwanza, tunaomba umpatie muhula wako wa pili amalize kazi ambayo ameanzisha. Wale watu wengine ambao wako na propaganda, wale ambao wana vision, wale ambao wengine wamejificha huko Amerika kwamba ati wanaongea pale lugha moja ambao si lugha ya kitaifa, wanasema kwamba wanataka kukomboa Kenya. We want to tell them wao hawana vision yote na nchi yetu ya Kenya. The only person who has a vision ya Republic of Kenya ni William Samoei Ruto. Yeye ndiye ako na agenda ya kuendeleza nchi hii na kupeleka mbele, Mr. Speaker. Wale wengine ambao wanakuambia ati one term, wale ambao wanakuambia kwamba ati William Samoei Ruto hawezi kuwa Mr. Speaker, we want to tell them kwamba wakae chini na kuona vision ambao wanakuja kuambia watu wa Kenya, Mr. Speaker. Kuna kitu inaitwa nyota. Tunaambia vijana ambao wanataka kuandamana hapa Kenya, wale vijana ambao wanaambiwa kwamba watapata uongozi ama kukula mkate kwa mkono kwa mlango wa nyuma. Kuna nyota, mwende mfanye kazi ili mjiendeleze kimaisha, Mr. Speaker. Songa hapa mbele bwana. Oh yeah. That is private Public partnership. Yes. So by then, the private-public partnership, we understand that the public was the Uhuru government. Then the private partners were the Chinese whatever, the CR whatever. Yes, yes. So where does Mama Ngina come in? Yes. Was she the Yes. public or who? Anaingia wapi? But the question is it Mama Ngina among the Kenyatta family? Mama Ngina is the wife of the president. Ako among? Yes, she's among. Yes, so that's the point. Wamesema kama kwa among the family, Kenyatta family. Kenyatta family. Was it the agreement between the Kenyatta family and the Chinese? Or the public? Let me answer him. Very simple question. Very simple. Nataka nimjibu swali lake haraka. Huyu mjamaa member. Hii kampuni ya China imetumiwa na mtu kutoka Kenya. Let us be honest. Imetumiwa na mtu kutoka Kenya ambaye alikuwa ni Kenyatta family. Mama Ngina Kenyatta hangekuja achitokeze kama Mama Ngina. Alitumia kampuni kutoka nje.
Yeye amejiingiza pale ndani. So this money inalipwa in the name kwamba inalipwa kwa kampuni in China, but inalipwa through who? The family, Kenyatta family. That's what you need to understand. We have no problem with that, Mr. Speaker. So wacha wakule. So nikimalizia, Mr. Speaker. Okay, nikimalizia, Mr. Speaker. We want to tell the people of Kenya, and especially the young people ambao wako hapa Kenya, ambao wanadanganywa na wale watu ambao hawana agenda yoyote ya nchi yetu ya Kenya. We want to tell them kwamba William Samoei Ruto ako na agenda na vijana wa hapa Kenya. And one of them is through Nyota. Mr. Speaker, the second one is through housing project, Mr. Speaker. The third one, Mr. Speaker, is to ensure that each and every child in this country go to school and learn, Mr. Speaker. Msikuja kupatiwa propaganda kwamba serikali ya Kenya imetoa masomo ya bure katika nchi yetu ya Kenya. Those are the propaganda ambayo inaendelezwa na watu wetu wa upinzani, Mr. Speaker. And I want to tell them, hawana nafasi katika nchi yetu ya Kenya. Ule mtu ambaye anataka kugawanya nchi yetu ya Kenya, we want to tell them, William Samoei Ruto ni miaka 10 bila break. Nyinyi kwetu mjipange na mtuendelee, Mr. Speaker. Oda, Nuru.